najua namna ambavyo ulikuwa na mama na nini, watu wengi wanafahamu, labda tuelezee tu taarifa ilivyokuwa. Najua uko haupo huku, ili kufikiaje na nini hasa kipelekea kifo? Mimi mamangu anafanya biashara za samaki. Kwa hiyo anasafiri kwenda kununua samaki, anakuja anauza, anafanya biashara zake. Kwa alikuwa yuko Lindi, ameenda kuchukua samaki wa maji baridi. Kwa bahati mbaya kule samaki wanavua usiku, ndo wanakaanga, alafu wao ndo wanaenda kufanya manunuzi. Kwa wakati yuko kule kwenye masoko, ndo kwa bahati mbaya akapata mshtuko, akaanguka. Kwa watu ambao alikuwa nao, alikuwa yeye na rafiki yake ambao wanafanya biashara zao wenyewe. Kwa yule rafiki yake ndo akawa anajaribu kutafuta sisi, lakini akajaribu pia kutafuta dokta. Dokta alivyoenda kumwangalia ni kitu kama cha dakika 20 tu, akasema ameshafariki. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Pole sana. Aliwahi kuwa anasumbuliwa na matatizo ya moyo labda? No, mimi mamangu uzuri sijawahi kumuona mamangu anaumwa. Yaani mpaka hivi leo nimekuwa sijawahi kumuona anaumwa. Yaani hata homa. Yaani mimi mamangu alikuwa yuko strong sana kwa sababu ni mtu wa movement. Okay. Of course, labda pengine kabla kufikwa na mauti, mlipata nafasi ya kuzungumza na nini ambacho mlizungumza, kama utakuwa na kumbukumbu vizuri? Mimi mamangu naongea naye sana na ni mtu ambaye tunapishana sana. Yaani kwa sababu mimi natafuta hela, mamangu pia amtafutaji. Kwa unajua mtu na mama yake wa hivyo tunakuwa tunapishana sana kwenye hela. Kwa nakumbuka mara mwisho aliniambia anataka kwenda kufunga mzigo. Kwa mimi sikumtumia hela. Kwa kana nitumie hela, ndo nakumbuka story ya mwisho tulikuwa tumeongea hivi. Nitumie hela, mimi nishafika zeni, kwa tuliishia hapo. Yani hakukuwa na tatizo kama anaumwa wala nini. Lakini alikuwa tu ameniambia nimtumie hela ili afunge mzigo. Kwa sasa nimeongea naye kama leo. Yani kama leo, kesho usiku ndo napata hiyo taarifa ya msiba, kwa sababu hata kule ameenda kama na siku 4 hivi. Okay. Utamwenzi kwa lipi mama? Kipi ambacho alikuwa anakifurahia kwenye maisha yako ya muziki? Mamangu kwanza ndo supporter mkubwa sana. Mimi mamangu na babangu, mamangu ndo shabiki yangu sana kuliko baba. Mamangu alikuwa mimi kipindi naanza kufanya music naimba, mamangu alikuwa ananisupport, yani sio kunisupport ile, ananisupport, yani unaweza kumkuta mamangu ana company kubwa. Mamangu kina Mama D Voice ndo company yake. Huku nyumbani kwetu wale hao ndo kama madada yani. Kwa wage wana enjoyment zao, wanapenda kukaa, wanakunywa wenyewe wazazi. Kwa walikuwa wanapenda wakikaa, muziki inayopigwa ni ya kwetu. Kwa imagine mamangu anaenda kukaa yuko sehemu zake, anakunywa kinywaji na wenzake, alafu ana play muziki yangu, anacheza, anaonyesha kwamba mimi na support, anakuja kwenye mashow. Mimi wazazi wangu wote wanakuja hadi kwenye shows. Yaani mimi nakuwa naimba, wazazi mamangu yuko pale chini. Mama na baba wameseparate, lakini wanakuaga wana enjoy zao tu, yani fresh, wana chill. Kwa hivyo namkumbuka kwa vitu vingi. Ni mtu ambaye mshikaji wangu, amenifundisha vitu vingi, support everything. Tumesikia ni mtoto wa 3, lakini pia ni wa kwanza kwa kiume. Na tunajua mtoto wa kiume au kishakuwa mkubwa, majukumu na kila kitu. Unalionaje kwenye hilo sasa, mama akiwa yupo, alishakuwa na kuhusia kwenye hilo, na sasa hivi itakuwaje sasa? Uzuri mimi nimeanza kupata riski muda mrefu kidogo. Kwa nilianza kumsupport mamangu muda mrefu, kuilea familia sijaanza jana wala juzi. Majukumu yote ambayo yapo, hata yeye alikuwa ni jukumu langu. Kwa ni moja ya jukumu ambayo limeshuka. Sio kwamba inaongeza jukumu. Bado niko kwenye ile side ya kukea familia yangu kama zamani, tangia mama yupo mpaka leo. Kwa hamna kitakachopungua, kila kitu kiko vile vile. Amekuacha na wadogo zako wangapi ambao mko nao tumbo moja kwa mama? Mimi kwa mama yangu niko peke yangu. Mama yangu na baba yangu walipata bahati ya kupata mtoto mmoja tu ambaye baba au kwa mama peke kabisa. Yani kwa mamangu, kwa mama tuko 4, kwa baba tuko 3. Lakini kwa mama na baba wamepata mtoto mmoja tu, ndo niko mimi peke yangu. Pole sana. Asante. Yupo. Na uzuri kwa sababu ni rafiki yake wa karibu sana. Ni mtu ambaye alikuwa anasupportiana sana, so nimefurahi kuona naye amenisupport. Ameomba aingie ndani na yeye amuoshe mama yangu, kwa sababu yeye ameshafanya hivyo kwa familia yake mara kadhaa. Ameshaosha wazazi wake wengi ambao wametangulia. Kwa ana experience na hicho kitu, na kule uzuri kuna wazazi kama 2 ambao wana experience na hicho kitu, lakini walobaki ni dada zangu ambao hawajui hicho kitu. Kwa kama ameenda kuongeza nguvu, kwa I'm proud. Asante.